Mpaka sasa zoezi la upigaji kura linaendelea, na kama mnavyoona bado idadi ya wapiga kura sio ile ambayo tumeizoea katika chaguzi za kawaida. Maeneo mengi mida kama hii mistari ilikuwa ni mirefu sana, lakini safari hii mnaona nadhani kwa sababu bado mapema, kwa hiyo bado watu wanajivuta, lakini mpaka sasa changamoto ni zile za kawaida ambazo zinatokea kwenye kila uchaguzi. Kuna baadhi ya maeneo baadhi ya mawakala wameondolewa kwenye vituo, lakini mambo ambayo tunayashughulikia. Viongozi tumeingilia kati na tunashughulikia, na naamini kabisa kwamba itakwenda sawa sawa. Nataraji kwamba watu wa Kigoma mjini watapiga kura zao kwa utulivu kama ilivyokuwa kwenye kampeni, ambapo tulimaliza kampeni zetu kwa utulivu, na hakika atakayepata kura nyingi atatangazwa kuwa mshindi, kuwa diwani katika kata husika na kuwa mbunge katika jimbo letu. Mchakato wa uchaguzi ni mchakato muhimu sana kwenye maisha ya raia, kwa sababu ndio inatofautisha kati ya kuwa raia na kuwa mfuasi. Kwenye nchi ambazo zinaongozwa na wafalme hakuna raia, kuna wafuasi, ni subjects. Katika nchi ambazo zinaongozwa na jamhuri kama yetu tuna raia, ni citizens, na mahusiano kati ya raia na serikali yake ni kupiga kura kila baada ya muda. Kwetu sisi ni miaka 5. Kwa hiyo mimi nawasihi wananchi wa manispaa ya Kigoma Ujiji wajitokeze kwa wingi kwenda kupiga kura na wachague mbunge wao, diwani wao, ili kuweza kuhakikisha kwamba tunapata uwakilishi ambao unatokana na kura za wengi, na naamini kabisa kwamba watajitokeza. Asubuhi hii hatuwezi kutoa hitimisho, lakini tuna hakika kwamba watu watajitokeza. Ni Jumatano hii, watu wamezoea kupiga kura Jumapili. Hii ni mara ya pili tu kura zinapigwa katikati ya wiki, lakini naamini kwamba watu watazoea, na hatimaye mitaa ya mchana na jioni tutaona misururu ya watu wengi zaidi wakipiga kura. Sisi tumejipanga vizuri kuhakikisha kwamba tuna watu wetu wanapiga kura na tunazilinda kura. Kwa hiyo sina mashaka kabisa katika hilo eneo la kujipanga. Changamoto zinatokana na maelekezo ambayo, kwa mfano mawakala wana daftari ambalo tumepewa na INEC, alafu lile daftari kuna baadhi ya wasimamizi wasaidizi hawaelewi kama lipo kikanuni. So kuwaelewesha wanaelewa na mawakala wanaendelea. Kwa hiyo sasa hivi tumepata hiyo changamoto kwenye maeneo mawili tu mpaka sasa, kata ya Gungu mawakala 8 na kata ya Mwanga Kusini, na yote tayari tumeingilia kati na yanatatuliwa. Kwa ni changamoto za kawaida za kiuchaguzi, na naamini kabisa kwamba zitaweza kupatiwa suluhisho na tutaweza kufanya uchaguzi wetu kwa amani. Wananchi wetu watapiga kura, kura zitahesabiwa na matokeo yatatangazwa. Atakayepata kura nyingi atatangazwa kwa mshindi wa mbunge wa jimbo hili na diwani kwenye kata mbalimbali.